يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Ndugu Islam, khutba ambayo kwamba tutaizungumzia katika siku yetu ya leo insha Allah taala ni kuhusiana na wasia na advice ambayo kwamba inapelekwa kwa kila yule ambaye kwamba anawaongoza watu, na kadhalika pia ni maelekezo na nasaha kwa wale ambao kwamba wanaongozwa. Anayeongoza watu, nasaha kwake, na yule ambaye kwamba anaongozwa pia nasaha kwake kulingamana na dini tukufu ya Uislamu. Tukianza na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Historia ya Nabillahi Musa alayhi salam, sote tunajua katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuelezea mtume wake Musa alayhi salam kabla ya kuzaliwa kwake na baada ya kuzaliwa kwake, yale mateso aliyoyapitia kwa yule ambaye kwamba alikuwa ni kiongozi wake. Alikuwa ni mwenye kuwaondoa katika huu ulimwengu vijana wanaozaliwa ambao kwamba ni wa kiume, na kisha akiwaacha wale watoto wanaozaliwa ambao kwamba ni wa kike. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Baada ya Nabillahi Musa alayhi salam, haya ni mafunzo, tumesema ni nasaha kwa yule anayeongoza watu na ni nasaha kwa wale wanaoongozwa. Nabillahi Musa baada ya kuona hivi vitu vyote ambavyo kwamba yafanyiwa, haya mateso yote ambayo kwamba yayapitia, Nabillahi Musa hakutaka kwenda kupigana na yule kiongozi wake. Hakutaka kwenda kufanya maandamano kumuondoa yule kiongozi wake. Hakutaka kufanya rabsha na fujo ya aina yoyote. Alisemaje? Qala liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Aliwaambia watu wake, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiru, lakini zaidi ya yote kuweni na subra, musubiri katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi, kwani ardhi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, humrithisha yule anayemtaka katika waja wake. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema kawaida ni kwa wale wanaomcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mafunzo ya dini yetu tukufu ya Uislamu, anayeongoza watu asiwe siku zote ni mwenye kutaka fujo, asiwe siku zote ni mwenye kutaka rabsha na yule ambaye kwamba ni kiongozi wake. Awe ni mwenye kumwelekea yule kiongozi wake kwa njia ambayo kwamba ni njema, kwa njia ambayo kwamba ni ya upole. Kiongozi anapoamiliwa na raia wake na wale wananchi wake, kawaida inakuwa ni kwa njia ambayo kwamba ni njema, kwa njia ambayo kwamba ni nzuri. Ista'inu billahi wasbiru, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuwaambia Banu Israili, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini subirini, haya maudhi yote yatakuja kuisha haya maudhi, lakini nyinyi kuweni na subra zaidi, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawapatia mafunzo, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Hii ardhi si ya mtu yoyote. Kila binadamu alikuja katika huu ulimwengu, alizaliwa na kuja katika huu ulimwengu, lakini hii ardhi anayeimiliki si mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka baada ya huyu kuondoka atamrithisha huyu, baada ya huyu kuondoka atamrithisha huyu.
Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kamalizia na kusema wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale ambao kwamba wanamcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala.